Bwana Yesu asifiwe. Za uzima watu wa Mungu. Kwa majina yangu naitwa mtumishi wa Mungu Paulo, ni mtendakazi katikati ya kanisa la Ufunuo ambalo makao makuu yake yako Kimara Bonyokwa, kwa baba yetu Daktari Nabii Paulo Bendera, muasisi wa makanisa yote ya Ufunuo. Yeye ni baba wa kizazi ambaye leo kwa kweli imekuwa ni baraka kubwa katika maisha yetu kwa namna ambavyo anatupigania haswa katika mwezi huu wa 7 tulio nao, katika somo tulilo nalo la nguvu ya moto. Tumemwona Mungu kwa matendo makubwa na ishara nyingi sana akionekana kwa utetezi na ukombozi wa hatua za maisha ya watu. Tumeona baraka nyingi zikimiminikana ndani ya kanisa, mabadiliko yakitokea ndani ya watu waliokuwa hawawezi, waliokuwa wana mizigo, waliokuwa wamefungwa kwa vifungo vingi zidi ya huyu mwovu shetani ambayo leo anatesa sana watu. Lakini kwa huruma za Mungu na upendo wake tumemwona Mungu kwa kweli akitupigania na akiwapigania watu, na vitu vingi vikiendelea kuonekana ndani ya kanisa kupitia ishara ambayo imenyanyuliwa na imesimamishwa ndani ya mwezi wa 7 kupitia kifaa cha mshumaa ambao ni kwa kibinadamu unaweza kaona ni mshumaa tu wa kawaida, lakini ndani yake kuna mamlaka na nguvu isiyokuwa ya kawaida. Tumeona matokeo na mabadiliko mengi yakiendelea kuonekana na kuzilika kwa utiisho na nguvu kubwa, watu wakibadilika katika hatua za usemi, katika hatua za utembeaji, hatua za namna ambavyo watu wamepata confidence isiyokuwa ya kawaida. Hii yote ni kwa sababu ya Mungu aliyeko mahali hapa. Nami nichukue nafasi hii kwa kukushauri na kukualika katika ibada zetu za mahali hapa Kimara Bonyokwa ambazo zinafanyika siku za Jumapili, lakini pia ziko ibada ambazo zinafanyika katikati ya wiki. Hii lengo ni kukamilisha ratiba za Mungu, kwa sababu maisha ni kanuni. Tunaona Mungu ameumba ndani ya siku 6, ya 7 akastarehe. Kwa hiyo siku ya 7 ndiyo siku yenyewe Mungu huwa anachukua nafasi kwa ajili ya kuendelea kuvitazama alivyovifanya kupitia ishara na kupitia ratiba za ibada hizi ambazo tumesimama nazo ndani ya mwezi wa 7. Mungu ameendelea kujitukuza pakubwa sana, na mimi ni kuombe mwana wa Mungu, mwana wa Dar es Salaam, kutoka viunga vyote vya mji huu na nchi yetu hii, kokote usikiapo sauti hii, ukaribie katika kanisa la Ufunuo, ukaribie katikati ya ibada zetu za siku ya Jumapili, ukashuhudie matendo ya Mungu yaliyokuwa makubwa, ambayo haya alimuonyesha mtumishi wake Musa kipindi kile katikati ya kijiti ambacho kiliwaka moto lakini hakikuteketea. Ni namna ambavyo Mungu anavyokuwa anamtokanizia mtu katikati ya magumu na katikati ya shida, lakini kupitia hayo uko moto ulioinuliwa ndani ya mwezi wa 7. Kupitia huu moto nikwambie, ni lazima ukauone ushindi. Kupitia huu moto ni lazima utauona utetezi. Kwa hiyo ni kuombe mwana wa Mungu, chukua nafasi hii kwa kukushauri na kukuomba, karibia katika viunga hivi vya mji huu na matuo haya ya Ufunuo katikati ya mji huu wa Dar es Salaam, Bonyokwa, Kimara. Ukifika hapa utafika na utakutana na shuhuda, utakutana na matendo makubwa ya Mungu wa mahali hapa mwenye nguvu anayoyatenda. Tupo ndani ya mwezi wa 7, ikiwa ni katikati ya somo letu la nguvu ya moto, ikiwa ni wiki la 3 ambalo limebeba hatima ya maisha ya watu ndani ya somo letu la nguvu ya moto, ambao kuna matokeo makubwa ambayo tumeendelea kuyaona ndani ya mwezi huu wa 7 tangu ambapo somo hili limeanza, na namna ambavyo baba yetu amesimama kwa ajili ya ukombozi wa maisha ya watu. Tumeona wiki ya kwanza namna ambavyo watu walivyowezwa kujazwa mamlaka, ambapo tumeona ndimi za watu zikigawanyikana na zikinena kwa habari ya ufalme na utukufu wa Mungu aliye hai. Hii yote ni kwa sababu ya maono ya baba yetu ambaye yeye ni wa kizazi, na yeye ambaye amesimama kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watoto wake wanafanikiwa, watoto wake wanabarikiwa, wanapata mahitaji ya kibinadamu kama ambavyo watu wanatamani katika kumkimbilia Mungu ili wayaone mabadiliko. Na kupitia wiki hili la mwisho wa mwezi huu tunalokwenda kufunga kupitia siku ya Jumapili, baba yetu ndio atakuwa anahitimisha
kanuni ambayo Mungu aliyokuwa amempa kwa habari ya maono haya kwa ajili ya watoto wake. Kwa hiyo ni kuombe usikose kwa habari ya Jumapili hii, ambapo Mungu ameahidi katikati ya kila mmoja atakayefika ndani ya ibada hii ni kwamba kuna ukombozi mkubwa ndani ya moto ule ambao utakwenda kuwaka, na kwa ajili ya kuwatetea, sio kutetea tu maisha ya mtu mmoja mmoja, bali ni kwa ajili ya familia, kwa ajili ya vizazi, watoto, koo zetu, familia zetu zilizokuwa zimefungwa. Lakini kwa sababu ndani ya moto huwa hakuna kinachoweza kuvumilia, ni kuambie tu wewe mwana wa Mungu na mpendwa, wewe utakayefika ndani ya ibada hii, ni kwamba huu moto utakwenda kulamba na kuondoa mateso ya kila namna. Usikose wala usipange kukosa siku hii ya Jumapili. Ni kwamba ufike ukamwone Mungu aliye hai katikati ya madhabahu hii inayotisha na yenye nguvu na utisho mkubwa. Ni kuombe ufike na tuungane wote, viunga vyote vya Dar es Salaam, ili tukamwone Mungu wa mahali hapa akitetea na kuyapigania maisha yetu kwa nguvu na mamlaka kubwa. Kwa wewe unayetaka kufika kanisani hapa Ufunuo Kimara Bonyokwa, unayetoka viunga vyote vya Dar es Salaam, ikiwa Ubungo, ikiwa Temeke, ikiwa wapi, kwa ukanda huu wa Kinondoni unapitia njia ya Ubungo, unashuka Kimara mwisho. Kimara pale kuna daladala zinazoingia Bonyokwa, unapanda kuna bajaji zinazoingia huku Bonyokwa. Ukipanda daladala yote mwambie ninashuka kwa Baba Bendera, kanisa la Ufunuo. Watakushusha na utafika mahali hapa getini kabisa, utaweza kuingia na utaweza kupokelewa vizuri na vyema. Wako watenda kazi ambao wako kazi ya kupokea wageni wote wanaotutembelea. Kwa wewe unayetoka Chanika, unayetoka Gongo la Mboto, unatoka Pugu, unatoka wapi, viunga vyote vya ukanda huu wa Ilala, na wewe pia unayepita njia Segelea, fika Segelea pale kuna magari yanayoelekea Bonyokwa, kuna bajaji pia zinazoelekea Bonyokwa. Utapanda, utashuka Bonyokwa mwisho pale, utakutana na dereva bodaboda, utawaambia naelekea kwa Baba Bendera. Wote wanapafahamu, wote wanamjua. Ukipanda pale watakuleta mpaka getini, utaingia na tunakukaribisha sana. Wote ni waombe ambao mnasikia sauti hii, mkaweze kukaribia katikati ya ibada ya siku ya Jumapili. Si ibada ya kukosa. Mwalike ndugu yako, waambie wote mfike. Hata wewe mtumishi wa Mungu unayeona namba hizo zinazopita hapo chini ya skrini yako, namba hizo ambayo wewe unahisi labda maelezo yana utata, utachukua namba hizo, utapiga na tutakuelekeza vizuri sana. Wako watumishi wa Mungu ambao watakuelekeza na watakufikisha sawasawa na maelekezo watakayokupa. Tunakukaribisha sana, karibu na ubarikiwe sana kwa baraka za huyu Mungu wetu.